Ni miaka 10 mtazamaji tangu kutokea kwa lile janga la tsunami katika bahari Hindi mnamo mwaka 2004 na kusababisha vifo vya watu kadhaa, huku mtu mmoja akifariki katika eneo la Watamu hapa nchini Kenya, na huku dunia nzima ikiadhimisha siku hiyo kwa maombi, hasa katika mataifa kama vile Indonesia, Sri Lanka na Thailand. Je, iwapo tsunami nyingine ingezuka, ni mikakati ipi ambayo imewekwa katika kukabiliana na hali hiyo? Saida Swaleh na taarifa hiyo. Ikitajika kuwa tsunami mbaya zaidi kuikumba bara Hindi baada ya mtetemeko wa ardhi kutokea, kadri watu 1230 walifariki baada ya tsunami hiyo kuathiri nchi 14 zinazopakana na bahari Hindi. Ikiwa imefanyika tarehe 26 Disemba mwaka 2004, nchi ya Indonesia ilikuwa nchi iliyoathirika pakubwa, bahari zikiwa zimechafuka na nyumba za wengi kuporomoshwa kutokana na nguvu za maji yaliyotoka baharini. Ni tukio lililoathiri watalii wengi waliosafiri katika nchi hizo. Humu nchini mtu mmoja alifariki baada ya kusombwa na mawimbi ya maji kutoka eneo la Watamu, huku dunia ikiadhimisha miaka 10 tangu kufanyika kwa tsunami hiyo. Je, kama nchi tuko tayari kukabiliana na janga hilo iwapo litatokea? Assuming that a tsunami occurs from the same region, we shall be able to detect it, because in Kenya we have 2 sea level monitoring stations, one in Mombasa and the other one in Lamu. Both Mombasa and Lamu are principal stations on the global network of monitoring the sea level. Recently, they were also upgraded to be able to monitor or detect tsunamis. Mwaka 2012 shirika la utabiri wa hali ya hewa lilitoa ilani kwa bahari zote kuwaondoa watu wote kwenye ufuo wa bahari baada ya kupokea tahadhari kuwa huenda kukatokea tsunami nyingine iliyotarajiwa kuyainua maji kwa umbali wa mita 2 au mita 3 katika maeneo ya Malindi, Kilifi, Lamu na hata Mombasa. Je, huenda kukazuka tsunami nyingine katika miaka ijayo? Kenya Meteorological Service, Kenya Marine and Fisheries Research Institute, the Kenya Red Cross Society and other stakeholders, they have all been involved in developing the standard operating procedure for tsunami. So through this standard operating procedure, one is able to know the step-by-step reaction if a tsunami alert is issued. Hata hivyo, kaunti kama ile ya Kwale imeweka mikakati kabambe, ikiwemo kuzindua vifaa na maboti maalum ya kuwaokoa wale waliopo katika pwani ya kusini mwa Kenya, hasa eneo la Diani. Hii ni baada ya wageni 5 kufariki katika eneo hilo kutokana na kutojua kuogelea. Nako mjini Mombasa, mafunzo maalum yametolewa kwa wale watakaofanikisha uokoaji kwa wageni wanaozuru mji huo kwa wingi katika msimu huu. Saida Swaleh, KTN leo.